Karibu sana mtazamaji wa Mlimani TV katika kipindi bora cha Mlimani leo asubuhi. Hii ikiwa ni Jahara sehemu ya kwanza. Kama ilivyo kawaida, tunakutana hapa kwa ajili ya kujadili mada mbalimbali za kisiasa, kiuchumi, kijamii, kiafya, kisheria na masuala kama hayo kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Jina langu ni Holiness Mbise ambaye nitakuwa nawe kwa siku ya leo. Na mada mezani kwa siku ya leo ni umuhimu wa afya ya figo na njia za kujikinga na magonjwa ya figo. Umuhimu wa afya ya figo, lakini pia njia za kujikinga na magonjwa hayo. Ikiwa mada hii imekuja mahususi kabisa kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya figo duniani ambayo hufanyika kila Machi 12. Ikiwa leo ni Machi 9, basi unaweza kujua Machi 12 ni siku ya Alhamis. Na katika kulijadili hili siko peke yangu hapa studioni, niko na mgeni ambaye ni Dr. Diana Nakwizela, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa ya Tumbi. Karibu sana daktari. Asante Holly. Habari za asubuhi? Salama kabisa. Habari za Tumbi? Nzuri. Hali za kiafya zinasemaje huko? Tunashukuru Mungu, wagonjwa wetu wapo, wanaendelea vizuri, tunawahudumia. Asante sana. Maadhimisho ya siku ya figo duniani hufanyika kila Machi 12. Na katika kulijadili hili basi bila shaka Watanzania wengi tunatamani kupata elimu sahihi, uelewa mpana juu ya ugonjwa wa figo, kwa kuwa tumekuwa tukiusikia tu, wengine wamekuwa wakihusisha pia na imani za kishirikina, wengine pia wamekuwa kutokana na kutokuwa na uelewa sahihi, wamekuwa hata wakitenga baadhi ya wagonjwa wenye shida hizi. Ugonjwa wa figo ni nini hasa? Sawa. Ugonjwa wa figo ni hitilafu katika ufanyaji kazi wa figo. Tunavyofahamu, labda ni vizuri kujua kwamba figo huwa inafanya nini kwenye mwili. Kwa kazi kuu za figo, moja ni kuhakikisha kwamba inatoa uchafu wote unaoingia kwenye mwili. Kwamba tunapokula chakula, kile chakula mwishoni kuna uchafu ambao unatakiwa utoke. Kwa hiyo figo hufanya hivyo kwa njia ya kutoa mkojo. Kule kwenye mkojo kuna uchafu wa aina mbalimbali ambao umetengenezwa kwenye mwili. Lakini pia kazi ya pili ni kuhakikisha kwamba inafanya regulation au kurekebisha msukumo wa damu. Lakini kingine ambacho inafanya ni kutengeneza chembe chembe nyekundu. Hii ambayo tunasikia kwamba mtu ana upungufu wa damu na nini. Kwa hiyo inatengeneza chembe nyekundu ili kuweza kutengeneza damu. Lakini pia kuhakikisha kwamba mifumo mbalimbali ya mwili inafanya kazi vizuri. Hizo ndo kazi za figo. Na ugonjwa wa figo ni ugonjwa gani hasa? Ugonjwa wa figo umegawanyika katika sehemu mbili. Kuna ule ugonjwa sugu wa figo ambao tunaita chronic renal disease, lakini tuna ile tunaita hitilafu ya ghafla ya figo ambayo ni acute kidney injury. Hii inatokea kwa sababu ya hitilafu ya muda ambayo imetokea ghafla. Mfano labda mgonjwa amepata uambukizi kama malaria kali, inaweza ikampa hitilafu ya ghafla, au mgonjwa amebleed kwa muda mrefu, yani amebleed ghafla, labda amepata ajali akableed ghafla, au amejifungua mama mjamzito akableed damu nyingi sana, akatoka damu nyingi sana, kwa anaweza akapata ile hitilafu ya ghafla ya ugonjwa wa figo. Alafu ile hitilafu sugu au ugonjwa sugu wa figo, hii inatokea na zile hitilafu za kidogo kidogo polepole ambazo zinampelekea mgonjwa kwenda kupata ugonjwa sugu. Na hizi sababu zinaweza zikagawanyika katika hizi zote, hizi hitilafu ya ghafla pamoja na hii ugonjwa sugu, inaweza ikasababishwa, labda tunaweza tukagawanya kwa kifupi labda katika sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza ni kwamba shida inaweza ikawa ni katika usukumaji wa damu kupeleka kwenye figo. Sawa. Kwa hiyo hii inaweza ikasababishwa labda na mfano mtu ameharisha kwa muda mrefu, au ametapika kwa muda mrefu, ametoka damu nyingi kama mzazi kwa muda mrefu, au matatizo haya ya moyo yanaweza yakasababisha damu isiende ya kutosha kwenye figo. Kwa hiyo ni sababu moja. Sababu ya pili ni zile shida ambazo zinaathiri figo yenyewe moja kwa moja. Mfano magonjwa ya sukari, magonjwa ya figo, au matumizi mabaya ya dawa. Mfano hizi dawa za mitishamba, dawa hizi ambazo tunakunywa za maumivu. Kuna baadhi ya dawa ukitumia kwa muda mrefu zinaathiri figo. Na ya mwisho ni ile inakuwa ni nje ya figo, lakini inasababisha figo
isifanye kazi vizuri, inaziba, inazuia, si ndio? Inazuia utokaji wa mkojo. Mfano magonjwa ya saratani haya ya uzazi saratani ya uzazi mfano, lakini pia tezi dume inaweza ikasababisha, lakini pia mawe. Kwa hiyo hizi zote zinazuia utokaji wa mkojo, kwa hiyo inasababisha figo inakuwa haifanyi kazi vizuri. Na ni magonjwa gani ya figo ambayo yanaonekana zaidi kwenye jamii? Ni huu ugonjwa wa sugu au ni hitilafu ya ghafla? Zaidi ni haya magonjwa sugu ndio yanaonekana kuwa yako mengi zaidi, kwa sababu na hii tunakutana nayo kwa sababu haya tumeona kwamba 60% yanasababishwa na magonjwa ambayo ni magonjwa ya mtindo wa maisha, mfano pressure, sukari. Kuna uhusiano gani kati ya pressure, sukari na ugonjwa wa figo? Sasa unapokuwa na sukari, moja kwa moja sukari huwa inaenda inaathiri figo, na unapokuwa na pressure huwa inaathiri, yani ile msukumo mkubwa tunasema ni msukumo mkubwa wa moyo unaenda kuathiri figo, kwa sababu figo inakuwa haipati damu ya kutosha, kwa sababu ile mishipa inakuwa na pressure kubwa, kwa hiyo damu haiendi vizuri kwenda kuisupply figo. Kwa hiyo ile inaweza ikasababisha taratibu figo inaanza kushindwa kufanya kazi. Kwa hiyo kwenye sukari pia inasababisha hivyo hivyo. Takwimu zinasemaje kwamba katika jamii ni idadi gani kubwa ya watu walioathirika na ugonjwa huu wa figo? Kwa takwimu kwa upande wa sisi Tanzania zinaonyesha 7 mpaka 15 tuna hao wagonjwa, yani kati ya jamii yote 7 mpaka 15, na hii ni kwa zile data ambazo zimefanyika katika mikoa tofauti. Kwa hiyo tatizo ni kubwa hadi 15%. Hii 7 hadi 15 ni kwa jamii nzima? Kwa jamii nzima. Nitaka unijue kwa mfano upande wa kiumri, maana watu wengi wamesema labda ni wazee ndio wanaougua sana magonjwa ya figo. Vipi takwimu hapo ziko sahihi kwamba ni wazee kweli au kuna watoto pia? Imefanyika kwa zaidi, hii takwimu ni kwa zaidi kwa watu wazima. Watu wazima. Kwa hiyo mtoto chini ya miaka 18 au kuanzia umri wa miaka 18 mpaka 35 wapo wanaopata. Kuna magonjwa ambayo yanasababisha hao watoto wapate, mfano mtoto labda amechapika sana, mtoto ameharisha sana, anaweza akapata zile za ambapo tunasema ile hitilafu ya ghafla. Lakini kuna wengine ambao watoto unakuta amezaliwa na hizo shida. Kwa nao kuna 1% fulani. Kwa kuna uwezekano wa kuzaliwa na ugonjwa wa figo? Tunasema kuna matatizo ya kurithi. Lakini iko kwa 1% ndogo. Anakuwa na vilengelenge kwenye figo. Lakini hizi huwa mara nyingi zinakuja kujionyesha kuanzia umri labda miaka 23 kwenda juu, miaka 20 kwenda juu, lakini sio katika udogo kabisa. Lakini pia kuna infection ambazo zinaweza zikawapata watoto na kuja baadaye kumletea shida ya figo. Mfano hizi maambukizi haya ya kifua yanaweza yakaja baadaye yakamsababishia akapata shida za figo. Umesema pia matumizi ya dawa kwa muda mrefu yanaweza yakasababisha changamoto hii. Sasa kuna wale ambao unakuta toka zamani anatumia dawa, yuko kwenye hatari kubwa ya kuathirika na ugonjwa huu. Ni kweli kuna dawa ambazo zimeonekana kuwa zinasababisha magonjwa ya figo. Mfano dawa kama hizi diclofenac, hizi dawa za maumivu, ukitumia kwa muda mrefu zinaweza zikakusababishia shida ya figo. Lakini hizo ni dawa hizi ni dawa za hospitali au tuseme za pharmacy, ndio. Lakini pia kuna dawa kama mitishamba. Changamoto ya mitishamba sasa hii tutaongelea zaidi kwa population ile ya watu wanaoishi vijijini kidogo. Kama tunavyojua jamii zetu za Kitanzania, unakuta watu wanatumia mitishamba. Changamoto ya mitishamba ni kwamba haina dozi specific. Vile vitu havijapimwa. Kwa hiyo ndio maana siku hizi kuna taasisi zimeanzishwa ili at least kupima sasa hii mitishamba, kwa sababu sio yote ni sumu. Lakini pia cha msingi ni kuzingatia zile dozi, kwamba ikuwe na kiasi gani. Lakini unakuta mtu anatumia tu bila, yani hakuna specific dozi. Kwa hiyo zile zinaenda, kuna ambazo zinakuwa zina sumu na zina athiri figo. Pengine ni dalili gani ambazo mtu akiziona anaweza akatambua kwamba hizi ni dalili za ugonjwa wa figo? Sawa. Ugonjwa wa figo, kwanza kuna stage za magonjwa ya figo. Tuna stage 1 mpaka 5.
Kwa hiyo zinapoenda huku kwenye 5 ndio inavyozidi kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo stage ya kwanza mpaka ya 3 inaweza isiwe na dalili yoyote. Mgonjwa anaweza kaa hana kabisa dalili. Lakini sasa tunapofika huku kwenye 4 5 ndo anaanza kuwa na dalili. Dalili za figo ni zipi? Moja ni kuvimba miguu. Kuvimba miguu, unaweza kukuta mtu anavimba miguu, anavimba macho, sengine anavimba tumbo. Yaani kwenye macho anakwambia asubuhi nikiamka macho yanakuwa yamejaa, afu baadaye nikipigwa jua, nikishatembea baadaye hiyo hali inapotea. Kwa hiyo ni dalili mojawapo ukiona unavimba miguu. Dalili ya pili ni kutokupata mkojo. Anakwambia mtu labda nimekunywa lita 2 leo ya maji, lakini labda nimekojoa kidogo tu, labda hata haijai kikombe. Kwa hiyo hapo lazima uanze kujiuliza. Kwa hizo ni dalili mojawapo. Lakini pia dalili zingine ni mwili tu kuchoka, kujisikia mwili unachoka. Lakini pia anaweza, kwa sababu tumesema figo inatengeneza damu. Kwa hiyo figo ikiwa haifanyi kazi vizuri, damu hupungua mwilini. Kwa hiyo mgonjwa anaweza akaja na zile dalili za upungufu wa damu. Kingine ambacho anaweza akaja nacho mgonjwa ni shida za mifupa. Kwa sababu tumesema kwamba inasaidia kurekebisha mifumo mbalimbali, ikiwepo zile elements ambazo zinatengeneza mifupa. Kwa hiyo sasa kukiwa na regulation ambayo haiko sawa, mgonjwa anaweza akaja anaumwa mifupa. Lakini wengine pia wanaweza wakaja na ngozi inaanza kukauka, inawasha, mgonjwa anaweza akaja anatapika kwa sababu ya ile sumu zimekuwa nyingi kwenye mwili. Kwa hiyo atakwambia nasikia kichefuchefu, nasikia kutapika. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya dalili ambazo mtu akiziona ni vizuri kwenda kufanya vipimo. Nikukumbushe tu mtazamaji wa Mlimani TV kwamba kipindi hewani ni Mlimani Leo Asubuhi, hii ikiwa ni Jahara sehemu ya kwanza, ambapo mada mezani ni umuhimu wa afya ya figo na njia za kujikinga na magonjwa ya figo. Umuhimu wa afya ya figo na njia za kujikinga na magonjwa ya figo. Mada hii ni mahususi kabisa, hasa ukizingatia tunaelekea kwenye kilele cha maadhimisho ya siku ya figo duniani ambayo hufanyika kila Machi 12. Katika ulijadili hili kwa kina, tupo na mgeni ambaye ni Dr. Diana Nakwizela, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka Hospitali ya Rufaa ya Mkoa ya Tumbi. Ametueleza mengi kuhusu ugonjwa wa figo, dalili za ugonjwa wa figo, lakini pia idadi ya watu ambao wanaathirika zaidi ametuambia ni 7% mpaka 15% katika jamii ya Watanzania. Mimi ni Holiness Mbise, tuendelee sote kuliendesha gurudumu hili hadi mwisho. Nirudi kwako daktari, unafikiri kuna umuhimu wote wa kutoa elimu ya afya ya figo kwa jamii? Ni kweli kuna umuhimu, kwa sababu kwanza ni vizuri watu wakajua dalili, lakini inaonyesha kwamba 60% ya vile visababishi vya shida ya figo ni mtindo wa maisha. Kwa hiyo tutakavyoelimisha jamii inasaidia kupunguza idadi ya watu ambao wataenda kupata shida ya figo. Lakini pia kwa kuambia dalili inasaidia mtu atakapoona dalili fulani kwenda kufanya vipimo mapema, kwa sababu ukigundua mapema inasaidia ile hali ya figo kuendelea kushindwa kufanya kazi isiendelee mbele, na hata kwa baadhi huwa inarudisha nyuma kidogo. Na pengine labda katika utafiti wenu ambao mmefanya, tunaweza tukasema ni idadi kubwa ipo mijini au vijijini wanaougua ugonjwa huu? 1% kubwa kwa sasa hivi inaonekana ni mjini. Kwa sababu ya mtindo wa maisha. Lakini kuna baadhi ya mambo kama niliyoyaongea, mfano sababu zingine zinakuwa kama hizo za genetic au kurithi, si ndio? Mfano hiyo ya malengelenge. Kwa hiyo haigusi, yani haiangalii ni wapi, ni mjini au ni kijijini. Lakini pia mfano matumizi ya hizi dawa za mitishamba tunaona pia kijijini. Kwa hiyo 1% kubwa ni mjini, lakini na kijijini tunawapata. Unavyosema mtindo wa maisha pengine, hii ina maana gani? Kwenye mtindo wa maisha tunaongelea maisha tunayoyaishi. Hii tunaangalia chakula, aina ya vyakula tunavyokula. Kwa hiyo ukiangalia kwa 1% kubwa kwa maisha ya mjini, 1% kubwa tunajikuta tunakula vile vyakula ambavyo vimeandaliwa tayari, si ndio? Kwa hiyo tunakula chumvi nyingi, si ndio? Umeenda kula, umeagiza chips, unaweka chumvi, kwa hiyo chumvi nyingi. Lakini pia tunakula zaidi vyakula vya wanga. Hii ni mfumo ambao
nadhani kwa jamii zetu za Kiafrika tumezoea kula ugali mwingi, mboga kidogo. Kwa hiyo vyakula vya wanga, chumvi nyingi, sukari, tunakunywa juisi ambazo zimechanganywa matunda mengi ambayo yana sukari nyingi. Lakini pia tukiachana na chakula, pia vyakula vyenye mafuta vilivyokaangwa hivi ambavyo vinakaangwa kwa kudumbukizwa. Kwa hiyo navyo vinatuweka kwenye riski. Lakini pia kutokufanya mazoezi ina athiri kwa sababu inakufanya uwe na uzito mkubwa, inakuweka kwenye riski ya kupata magonjwa kama sukari na pressure. Kingine kwenye mtindo wa maisha tunaona ni maisha mfano ya mjini. Watu wana stressi, kazi ni nyingi, kuwahi mafoleni. Kwa hiyo ile stress pia inaongezea riski ya wewe kupata magonjwa mfano ya pressure. Sawa. Kwa hiyo kingine ambacho tunaweza tukaangalia kwenye mtindo wa maisha ni kutokupata usingizi wa kutosha. Wataalamu wanatuambia angalau masaa 8, lakini mjini tunakimbizana. Kulala masaa 5? Masaa 5 hayatoshi kufanya ubongo wako utulie ili ujirekebishe, mwili wako ujiregulate, pressure zikae vizuri na vitu vyote vilivyoko kwenye mwili wako viweze kukaa vizuri ili kujiandaa kwa ajili ya kesho. Kwa kumbe kulala sana pia ni mojawapo ya kuepuka ugonjwa wa figo. Kulala sio sana ila angalau masaa 8 tunashauriwa. Maana lazima tuende kweli kupambana. Ila angalau masaa 8 kwa siku. Wewe ni daktari mzoefu ambaye naamini umefanya kazi kwa muda mrefu kidogo. Ni changamoto gani kubwa ambayo umekutana nayo kwenye kuwahudumia wagonjwa wa figo? Changamoto tunazokutana nazo, kwanza moja, ugonjwa wa figo ni gharama. Ni gharama kwa maana ya kwamba mgonjwa akishapata shida ya figo, hasa ikishaenda sasa kwenye zile hatua za mwishoni, mgonjwa most of the time anakuwa amechoka, hawezi kufanya kazi. Kwa hiyo hata kipato chake kinakuwa ni kigumu. Kwa hiyo hata anapokuja hospitali anashindwa kumudu gharama za vipimo. Sasa na unapokutana na mgonjwa ambaye pia anatakiwa afanye dialysis, inakuwa ni changamoto kwa sababu anashindwa kulipia gharama za dialysis. Gharama za dialysis ni kubwa kidogo kwa sababu mgonjwa anatakiwa alipie, mfano kwa kwetu analipia 1,500,000 na anatakiwa afanye dialysis angalau mara 3 kwa wiki. Sasa tukiangalia tu kwa maisha ya kawaida ya Mtanzania, hata mimi mfanya kazi, 1,500,000 ina maana ni 4,500,000. Si ndio? Kwa wiki moja. Kwa wiki moja. Kwa hiyo unaweza ukapata picha. Jinsi ilivyo gharama. Kwa hiyo kwa mgonjwa ambaye hana bima, labda kwa sasa hivi ambao tunaelekea kwenye huko kwenda kuwa na hiyo bima ya watu wote, tuone pia utendaji utakuwaje. Lakini kwa sasa hivi changamoto iliyokuwepo ni kwenye gharama za matibabu. Gharama yake ni kubwa. Ndio maana tunakazia kwenye watu kujikinga ili tusiende kwenye shida ya figo. Watu wengi wanachelewa sana kugundua kwamba wana ugonjwa wa figo. Changamoto ni kutokuwa na elimu ya kutosha au kupuuzia au tuseme changamoto ni? Changamoto moja ni elimu ya kujua dalili. Sawa, mfano mgonjwa anaona anavimba miguu au hapati mkojo wa kutosha, anaweza tu akaendelea na maisha yake akajua jana nilikaa sana ndio maana miguu labda imevimba. Kwa asipopata ile dalili ambayo itamfanya ashindwe kufanya shughuli zake, hawezi kuja. Kwa hiyo most of them wanakuja tayari wameshachelewa. Hatuna pia tabia ya kupima afya zetu. Mfano hata kupima tu pressure, shinikizo la damu. Kwa sababu ukipima hii utagundua mapema. Mfano ukikuta una shinikizo la damu utaanza kutibia, kwa hiyo hautaenda kwenye shida ya figo. Hatufanyi check up kujua kwamba sukari yangu ikoje. Kwa sababu ukigundua shida ya sukari, utatibia mapema, hautaenda kwenye shida ya figo. Kwa hiyo shida ni kwamba moja, hatujui dalili, hatuzijui. Alafu cha pili ni kwamba hatujui vile visababishi. Hatuna ile tabia ya kufanya vipimo mara kwa mara, kufanya check up za miili yetu. Kwa hiyo ndio changamoto ninayoiona. Lakini nyingine ni pesa. Mtu anaona mpaka azidiwe sana ndo aende hospitali. Jambo ambalo sio sahihi. Pengine hospitali ya Tumbi mnawafikiaje wananchi kwa ajili ya kutoa elimu juu ya figo? Kwa sisi kwa Tumbi tumejipanga kwa hii wiki. Kwanza tunatarajia
leo mfano tumefanya hii ambayo tunajua itawafikia wananchi wengi, kufundisha dalili za figo, lakini pia hizo kufanya check up na nini na jinsi gani ya kujikinga. Lakini pia tunategemea kwenda kwenye vituo vya afya vikubwa ili kuhamasisha wale wafanyakazi wenzetu na kuwaelimisha zaidi, kuwapa hizi huduma za kibingwa na kuwaelezea jinsi ya kuweza kugundua shida za figo katika kwa kutumia zile dalili za mwanzo. Kwa upimaji wa sukari, upimaji wa pressure, kwa sababu pressure pia inaweza ikawa ni kiashiria kwamba mgonjwa tayari ana figo, au sukari tayari inakufanya wewe umpime na figo zake. Kwa hivyo ndio vitu tulivyojipanga, lakini pia tutatoa elimu katika level ya mkoa. Ndio. Katika kuelekea maadhimisho ya siku ya figo duniani ambayo itahitimishwa Machi 12, una ujumbe gani wa kuambia Watanzania kuhusu swala la utunzaji wa figo, lakini pia swala zima la afya ya figo? Asante. Labda kitu ambacho ningependa kuhamasisha au kuwakumbusha Watanzania wenzangu ni kwamba shida ya figo kwa asilimia kubwa inahusiana na mtindo wa maisha. Kwa hiyo ni bora tukajikita katika kuzuia hii shida isiendelee mbele. Na tunajizuiaje? Ni kubadili mtindo wa maisha. Mfano, kula chakula ambacho ni sahihi, kupunguza wanga, kupunguza vyakula vyenye mafuta, kupunguza vyakula vyenye chumvi, lakini pia kufanya mazoezi. Kiafya tunashauriwa angalau dakika 30 kwa siku ufanye mazoezi kwa siku 5 au dakika 150 kwa wiki, ambayo itasaidia kuregulate sukari zako, pressure zako hivyo. Lakini pia tunashauriwa kuepuka vitu kama kuvuta sigara, kwa sababu hii inasababisha ile mishipa ya damu inakuwa migumu na kusababisha shinikizo la juu la damu, ambayo baadaye inakuja kutuletea shida ya figo. Lakini pia ningeshauri watu tuwe na tabia ya kwenda hospitali tunapoumwa, kwa sababu tumeona kwamba hata maambukizi tu, mfano unapokuwa na HIV unaweza kupata figo. Unapopata maambukizi haya madogo madogo, unapata infection ikiwa kubwa, inaweza kukuletea shida ya figo. Umebleed sana kwa sababu yoyote ile, hakikisha mfano mama amejifungulia nyumbani, ametoka damu nyingi, apeleke hospitali ili kuepusha asipate shida ya figo. Kwa hiyo kingine ni kuwa na tabia ya kupima afya zetu mara kwa mara, kwa sababu itatusaidia kugundua kama tuna shida ya figo katika zile stage za mwanzo ambazo kidogo zinakuwa na gharama ndogo kabla hujaenda kwenye ile hali ngumu zaidi. Nikushukuru sana daktari. Asante. Karibu sana Mlimani TV. Asante. Mtazamaji wa Mlimani TV, kufikia hapo hatuna la ziada katika kipindi cha Mlimani Leo asubuhi. Hii ilikuwa ni jahara sehemu ya kwanza, na tumejadili kwa kina kabisa na kwa uzuri kuhusu mada ya umuhimu wa afya ya figo na njia za kujikinga na magonjwa ya figo. Tulikuwa naye Daktari Diana Nakwizera, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa ya Tumbi. Na mimi ni Holiness Mbise, nahodha wa kipindi kwa siku ya leo. Tumejifunza mengi. Tunza figo yako kwa ajili ya afya bora na maisha bora ya baadaye. Asante na uwe na wakati mwema.